Kama una miaka 20, utazungusha yai kutoka kwa jicho lako la kushoto kuelekea hivi mara 20. Kama una miaka 10, utafanya mara 10. Kama una miaka 50, utazungusha mara 50. Ukitumia mkono wa kushoto, ukienda anti-clockwise, kinyume. Nambari ya miaka yako ndio vile utazungusha yai la kienyeji. Hii ni nyanya, tomato. Lakini hatutatumia tomato, tutatumia yai la kienyeji. Ila nimetumia mfano hii kwa sababu sina yai hapa. Utazungusha kulingana na hesabu ya miaka yako. Baada ya kuzungusha kulingana na hesabu ya miaka yako, utaanza kuomba, Bwana, unijalie haya, unijalie haya, unijalie haya. Uniondolee haya, uniondolee haya, uniondolee haya. Ninakataa haya kwa afya yangu, ninakataa haya kwa watoto wangu, ninakataa haya kwa jamii yangu, ninakataa haya kwa wazazi wangu, ninakataa haya kwa boma letu, ninakataa haya katika kazi ya mikono yangu, ninaikataa, ninaivunja, ninaharibu haya kwa ajili ya hii, kwa ajili ya hii nakataa. Naomba hii, naomba hii. Naita hii iweze kutokea katika maisha yangu. Ukimaliza, utachora alama ya msalaba. Tumia mkono wa kulia kwa yai sasa. Chora alama ya msalaba kwa uso wako. Chora, alafu zungusha, toa hapa kwa kifua, zungusha peleka chini, alafu upande wa kushoto zungusha peleka chini, upande wa kulia zungusha chini kwa mkono hivyo, alafu kwa mguu pia kwa mkono hivyo, na kwa miguu pia ufanye hivyo. Baada ya kumaliza, hilo yai utalipasua chini. Lipige chini lipasuke mara moja. Likishapasuka, uanze kusema, mambo yangu yaliyonizuia kwenda mbele yameharibiwa na mambo mazuri yamekuja. Niko free, niko huru kiafya, ni mzima, nimepokea uzima, nimepokea afya, nimepokea kila maeneo ya maisha. Unanao, unatabiri, umeharibu vile ilo yai limepasuka. Vitu fulani vimeharibiwa, kwa ndoa yako vimeharibiwa, kwa kazi ya mikono yako vimeharibiwa. Kuzuiwa kuuza imeondolewa. Vikwazo vya kugombana kila wakati kwa jamii vimeharibiwa. Pepo la kugandamiza biashara isiende imeharibiwa. Useme mambo haya. Ni vizuri kufanya huduma hii usiku wa manane, saa 6 mpaka saa 9. Mnanielewa wapendwa? Maisha mnajua si rahisi. Watu wamewekwa kwa vikapu vya madeni, vikapu vya kusumbuka katika maisha, vikapu vya magonjwa. Watu wanatokewa na magonjwa ovyo yasiyokuwa na mwelekeo. Mungu atusaidie tunapotumia mbinu hizi. Utaona mabadiliko yakiingia. Ni lazima utumie uwezo mwingi wa kiroho uweze kuharibu mikakati na mbinu zote za adui, na kuweza kuingiza uwezo wa Mungu uweze kupenya katika maisha. Mara nyingi tumeimba kwamba Yesu akisema ndio, hakuna mtu anaweza kusema hapana. Lakini wengi mumeomba na Yesu amesema ndio, ila hajatokea kwa wakati wake, kwa sababu kuna mwanadamu duniani aliye na mamlaka, ameunganishwa na area yako, amesema hapana. Labda baraka zako zimeachiliwa na Mungu, lakini zimepitia kwa mkono wa mwanadamu aliye na moyo mbaya kinyume na wewe. Hawezi kukuletea ikatimia. Inabidi ulazimishe kwa huduma hizi na kwa mbinu hizi za maombi na recipes ambazo tunatumia. Unaweza kuharibu mikakati, unaweza kuvuta baraka, unaweza kuvuta heri njema ikaja kwako kwa kipindi ambacho mwanadamu hangekusudia itakuja. Wamama mjipe moyo, vijana mjipe moyo, wazee mjipe moyo. Kuna matumaini ya mti ukikatwa utamea tena. Yako masaa ya mambo yanakataa, lakini unayalazimisha na Mungu atayatia alama, yatakubali kwenda vile unavyotaka. Asante kwa kusikiza video hii. Ukienda kupractice sawa sawa na miaka yako, utazungusha. Na hiyo maana yake ni nini? Unajifungua katika chochote ambacho kila mwaka kiliingia kwako ukafungwa. Haujui ulifungwa mwaka gani. So kutoka uzaliwe mpaka sasa, hesabu miaka yako, alafu uifanyie kazi kwa huduma hii. Mungu atakubariki na Mungu atageuza kazi ya mikono yako. Utakuwa wa baraka na utakuwa wa faida kwa wale wengine
wanaotamani kufaidika, na wewe pia utakuwa kifungua, ukakufungulia nafasi mwingine apite. Mungu akutembelee. Unanielewa? Sasa asubuhi ya leo utafanya vile. Wale ambao mnasema ni asante kwa huduma hii, basi fanya usiku wa manane. Unaweza fanya mpaka uone mabadiliko. Sema nitafanya mpaka lini? Fanya mpaka uone mabadiliko. Huduma uomba mpaka uone mabadiliko. Fanya hivyo mpaka uone mabadiliko. Mabadiliko yako. Kile unafanya leo kitadetermine kile kitafanyika kesho. So usichoke kutumia mbinu hizi. Mungu akuwezeshe. Asante. Tukutane katika video itakayokuja. Thank you.